Kwa nje tunaona mateke, kasi na medali, lakini kwa vijana chini ya miaka 21 kuna vita nyingine kubwa zaidi: pressure, hofu na mapambano ya kisaikolojia. The pressure of performing. Pressure ya kufanya vizuri. Wakati mwingine unahisi ni sharti ufanye vizuri kwa ajili ya wengine kujionyesha kwa dunia. And that can be the biggest pressure. Makocha wanajaribu kuweka mizani, kuwajenga kiakili bila kuongezea uzito. Kuwa marafiki ni kitu cha msingi kwanza. Very important. And then you give the time. Kisha unawapa muda wachezaji kukua peke yao, waongee na pia washauri. And you counseling them. Wachezaji waliopitia njia hii wanajua pressure ikiachwa bila kudhibitiwa inaweza kuvunja ndoto. Kumanage pressure, cha kwanza ni kuwa mtulivu, and then you meditate. Una meditate, unajambia, una set goals zako, unaziandika chini kila wakati. Ukienda training unajikumbusha, asubuhi ukienda kucheza rafu ujikumbushe, and then breathing in exercises kama yoga kabla ya mechi, na pia kusikiza ngoma. Mimi kwa nasikiza ngoma sana sana gospel music, inanituliza roho na inaniletea mawazo yangu kwenye competition. Wana saikolojia wa michezo wanashauri wazazi kujenga ukakamavu wa kiakili kwa wanariadha wachanga kwa kusifu juhudi zao juu ya matokeo, sababu udhabiti hukua si kutokana na kushinda, bali kutokana na kujifunza kupitia kila changamoto. Huyu mchezaji ambaye amecheza, kumbuka ametoka kwa ring, ni mchezaji ambaye amechoka. Huyu mchezaji unampeleka through system inaitwa cool down system. Hii breeze inasaidia mwili kurudi katika ile hali yake ya kazi ya kawaida. So tutapanga kulingana na ule muda uliopo, tunapanga cool down ya haraka na what we call sports conditioning. Kwa mabingwa hawa, safari si mateke na kasi tu, ni uvumilivu na nidhamu kuzishinda vita vya akilini kabla kupambana uwanjani. Jason Sagini kutoka Nairobi nchini Kenya, RFI Kiswahili.